Katika mji wa Geita, moyo wa ukanda wa dhahabu, sauti za nyimbo na kurasa za vitabu vya kiroho zimejaza anga, ambapo hapa wainjilisti wa vitabu na kwaya kutoka maeneo mbalimbali ya Firdi ya Nyanza ukanda wa dhahabu NGBF wamekusanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Geita Central kwa mkutano maalum wa kiroho. Lengo kuu ni kuhimiza kuhusiana na usomaji wa Biblia na maandiko ya roho ya unabii kama msingi wa uinjilisti na huduma za muziki kanisani. Lengo kuu la mkutano huu kuwepo katika jimbo letu mojawapo ni msisitizo mkubwa sana wa usomaji wa Biblia na roho ya unabii ambao tumefupisha kwa kusema ubinaro. Mkutano huu umekuwa pekee sana. Umewafanya watu wengi wachachuke na kuona kwamba upo umuhimu wa kusoma sasa vitabu vyetu, neno la Mungu, turudi kwenye neno. Maana tusiposoma neno katika nyakati za mwisho tutapotea. Na hivyo tumekuwa na kwaya nyingi zaidi ya kwaya 45 ambazo tulizoalika zilizotunga nyimbo za ubinaro, usomaji wa Biblia na roho ya unabii. Na tumekuwa na vipindi moto ambavyo vimetuijia kila siku. Tuligundua kuna kushuka kwa kiwango cha kiroho kwa kiasi kikubwa. Watu hawasomi, yani kuna machapisho mengi lesoni na vitabu mbalimbali hawasomi, lakini hata vile mahubiri yanayotolewa pia bado hayawezi kuamsha kiroho na kufikia kiwango tunachohitaji. Na sasa Mungu wetu ni mkarimu sana. Alitupatia kipawa cha roho ya unabii ili makusudi kwamba apate kutulea, apate kutuinua kiroho, apate kutufundisha. Kwa makusudi maalum tumeleta mikutano hii kuweza kuinua roho ya unabii juu na kuweza kuinua viwango vya washiriki waingie katika usomaji ili kuboresha maisha yao ya kiroho. Karibu huungane nami katika makala haya ambayo tutangazia kuhusiana na mkutano uliowaleta pamoja wainjilisti wa vitabu, waimbaji, wazee wa kanisa pamoja na watunzi na walimu wa kwaya pamoja na kwaya na waimbaji binafsi ili kufundwa umuhimu wa usomaji wa Biblia na roho ya unabii ambao katika Firdi hii hujulikana kama ubinaro. Mimi ni Baraka Ngofira, msimulizi na mwandaaji wa makala haya ambayo kwa leo tumepiga kambi katika kanisa la Geita Central. Karibu uwe nasi tangu mianzo hii hadi pale tutakapotamatisha. Mkutano huu uliodumu kwa juma zima umeandaliwa kwa lengo la kuunganisha wainjilisti wa vitabu na kwaya katika juhudi za kuimarisha huduma za kiroho. Washiriki wanahimizwa kusoma na kuelewa Biblia pamoja na maandiko ya roho ya unabii ili kuwa na msingi imara wa imani na huduma. Tunafahamu kwamba maandiko ya Mama White ni nuru ndogo ambayo inalenga kufafanua na kukuza hiyo nuru kubwa ambayo ni Biblia, neno la Mungu takatifu. Sasa msisitizo mkubwa umekuwa katika kurejea, kuyaelewa maandiko ya Mama White ambayo wengi wameyapotosha sana. Wengi wameyapotosha, wengi wameyatafsiri vibaya, wengi wamenukuu na kuyatumia vibaya na yameleta mkanganyiko mkubwa. Wakati mwingine watu wamekuwa na mkakati wa kufanya matengenezo, lakini katika muktadha wa tafsiri potofu ya hayo maandiko ya Mama White. Kwa hiyo juma hili wakufunzi wamekuwa wakiturejesha katika misingi ya kuelewa na kutafsiri maandiko hayo ya Mama White ambayo ni roho ya unabii. Sasa kwa namna pekee sana tunamshukuru Mungu kwamba hili limekuja kama sehemu ya mkakati
mkubwa tulionao katika jimbo letu maarufu kama ubinaro. Ubinaro ni usomaji wa Biblia na roho ya unabii. Sasa tumeona na kugundua kwamba pamekuwepo na changamoto kubwa miongoni mwa waumini wetu. Wako ambao wameyumbishwa na mafundisho ya uongo, wametekwa na mafundisho ya uongo. Wako ambao wamekuwa na tafsiri zilizopotofu za maandiko matakatifu, lakini pia kama nilivyosema, maandiko ya vitabu vya roho ya nabii, maandiko ya Mama White. Na kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwamba kongamano hili limekuwa na msisitizo mkubwa wa kuwasaidia watu kurejea katika kuona umuhimu wa kusoma maandiko matakatifu, kusoma lakini pia si kusoma tu, kueneza. Na kwa sababu mkutano huu umekuwa na wainjilisti wa vitabu pamoja na washiriki wengine, na sehemu kubwa wamekuwa waimbaji. Kwa hiyo msisitizo umekuwa ni kwa kurudi katika wito halisia wa huduma za uchapishaji. Wainjilisti wametiwa chachu kwamba wanapokuwa wanapanga kuchukua machapisho na kuyasambaza, wasiyapeleke kipofupofu, kiupofu, lakini wayasome na kuyaelewa. Yaani neno liwe ndani yao. Wanapokwenda kusambaza na kuuza, waseme kutoka katika uzoefu walionao, uzoefu wa neno walilolisoma na liko ndani yao. Na kwa hivyo huu umekuwa ni msisitizo mkubwa, badala ya kuuza tu machapisho ambayo wao wenyewe hawajui habari zake. Kwa hiyo huo umekuwa ni msisitizo mkubwa wa namna ambavyo ni muhimu sana kusoma, na unachokisoma ndicho basi unashiriki na wengine. Ni sawa na mtu anayetaka kuwagawia watu chakula ambacho yeye mwenyewe anajua ni kibaya, au hajui hata kwamba ni kizuri ama ni kibaya, lakini yeye anataka tu awape watu. Nadhani ni chakula ambacho naweza nikamhudumia mtu ni kile nilicho na uhakika kwamba ni chakula kizuri, ni chakula chenye virutubisho, ni chakula ambacho kiko salama. Mwazini mkuu wa Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania, Mzee Mathias Mavanza, ndiye mgeni rasmi katika mkutano huu, ambaye anatumia nafasi hii kuwatia moyo injilisti na kusisitiza umuhimu wa usomaji na kuelewa Biblia pamoja na roho ya unabii. Ili uwe na afya ya kiroho, lazima uwe mtu wa kuchunguza maandiko. Ili uwe na afya ya kiroho, lazima uwe na juhudi katika kumtafuta Mungu katika maandiko. Na tumehimizwa, tumeelezwa juu ya roho nabii ni nini, mambo mengi, lakini zaidi sana tumeelezwa kuhusu Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye ndiye kiini cha maandiko. Katika kila mahubiri yetu tunatakiwa tumtaje Yesu Kristo. Na ndivyo roho nabii anavyotuambia. Mimbari zetu tunatakiwa zimhubiri Yesu Kristo. Kwa sababu ukizungumza neno la Mungu, Biblia yote ni kuhusu Yesu Kristo. Imekuwa wiki ya baraka mikubwa sana, semina za wainjilisti wa vitabu, wanaosambaza vitabu. Vile vile imetukumbusha kwamba hata wanaosambaza vitabu, wainjilisti, wanatakiwa wafahamu nini kilichomo ndani ya vitabu. Kwa hiyo kama hujakifahamu kitabu, unaenda kumuuzia mtu, ni kama unafanya usanii. Elewa kilichoko ndani ya kitabu kile, halafu ndio usambaze. Hatuzungumzi tu wainjilisti wa vitabu, lakini ni wito kwa washiriki, waumini wote wa kanisa la Sabato. Kila mmoja amepewa kazi hii ya kusambaza machapisho. Lakini kabla ya kusambaza, wewe ufahamu kabisa yale machapisho na nini ndani, ndio msambazie mtu. Zaidi ya kwaya 40 kutoka maeneo mbalimbali ya Firdi ya NGBF zimehudhuria mkutano huu,
zikitoa huduma ya uimbaji na kushiriki katika mafunzo ya kutunga nyimbo zenye msingi wa maandiko matakatifu na roho ya unabii. Waimbaji katika kwaya zetu ni wahubiri. Wanapaswa wajue nafasi yao kwamba ni wahubiri, sio watumbuizaji. Wanaposimama mbele za watu, hawaendi kuwatumbuiza watu. Wao sio waimbaji wa maonyesho, ni wahubiri. Ni wahubiri walio na ujumbe, ni wajumbe wenye ujumbe. Sasa ninapenda nitoe wito kwamba waimbaji wetu katika kwaya zetu wajikite katika kusoma neno, na nyimbo zinazotungwa kwa walimu wanaotunga nyimbo, watunge nyimbo ambazo msingi wake ni neno la Mungu. Wasitunge nyimbo kwa ajili tu ya kuappeal ladha za watu, nyimbo zinazo tumbuiza. Mwisho wa siku watu wanapendezwa tu kwamba wazitumie kwenye maonyesho, watumie kwenye harusi, ndio wanatumia tu, yani ziwe za kumachia. Hapana, ziwe nyimbo ambazo hata msikilizaji zikipigwa kwenye baa, mtu anaweza kawa yuko anatumia pombe, wimbo umwelekeze kukutana na Yesu atakayemtoa kwenye pombe. Kama yuko kwenye danguro, akiusikia wimbo, pengine labda amefungua simu yake kwenye YouTube, akakutana na wimbo huo, usimsukume yeye kuanza kucheza na hamsikii Yesu. Huo wimbo, kwa sababu umejengwa katika neno, umvute huyu aliye kwenye danguro akutane na Yesu atakayemtoa kwenye danguro. Akutane na Yesu, amtoe kwenye mazingira yaliyo mabaya. Kwa hiyo mimi ninaomba walimu wanaotunga nyimbo katika kwaya zetu watumie muda kusoma neno la Mungu, watunge nyimbo zilizojikita katika neno la Mungu, nyimbo zinazomuinua Yesu. Neno la Mungu kiini chake ni Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ndio neno. Kwa hivyo nyimbo zote zinazotungwa, basi kiini chake iwe ni neno Yesu Kristo, kwa sababu Yesu alisema nikiinuliwa nitawavuta watu kuja kwangu. Na kwa hivyo walimu wanaotunga nyimbo, watunzi wa nyimbo, walimu wanaofundisha nyimbo na waimbaji wenyewe wajikite katika kusoma neno la Mungu, ili wanaposimama kwenye majukwaa wasiwe watumbuizaji, wawe wajumbe wenye ujumbe unaookoa, ujumbe unaowatoa watu kutoka gizani na kuwaleta nuruni, ujumbe wenye wito katika siku hizi za mwisho wa kualika watu kujiandaa kwa marejeo ya Yesu mara ya pili. Muda umepita sasa wa kuwa na kwaya na nyimbo za maburudisho. Nataka tuwe na nyimbo ambazo zinalenga neno la Mungu, zinalenga Yesu Kristo aliyesulubiwa, aliyefufuka akapaa kwenda mbinguni, na huyu Yesu ambaye atarudi tena muda si mrefu. Tunasisitiza waimbaji, tungeni nyimbo zinazogusa neno la Mungu, zinazogusa roho nabii. Ni karama ambayo Mungu ameweka kanisani kutuongoza katika mambo mengi ya Kikristo, na roho nabii imejaa uzoefu mwingi sana. Inatuambia tulikotoka, inatuambia tulipo, inatuambia kule ambapo tunakwenda. Ni wajibu wa waumini wote kuhakikisha kwamba wanasoma vitabu vya roho nabii. Na mimi nipende kupongeza sana field hii ya NGBF kwa mkakati mkubwa walionao kuhakikisha kwamba washiriki wanasoma vitabu, na wamekuja na msukumo wa ubinaro, yaani usomaji wa Biblia na roho ya unabii. Mpendwa mtazamaji, bila kuwa na ufahamu wa neno la Mungu tutapotea, tutakata tamaa njiani na hatutafika kule ambako Yesu anataka tufike.
Wainjilisti wa vitabu wameeleza jinsi huduma yao ilivyobadilisha maisha yao na wengine kupitia usambazaji wa vitabu vya kiroho, ambapo wameweza kuwafikia watu wengi na kusaidia katika safari yao ya kiroho. Tunatiwa moyo kwamba kila mmoja achukue hatua sasa, kwa sababu moto umewaka. Kila mshiriki anaombwa kuamua kusoma kwa dhati na kuelewa. Lakini sambamba na hayo, moto umewaka, tutaondoka hapa kwenda kutawanya machapisho kila kona, kila nyumba, kila ofisi, kila duka, na kila mshiriki anatiwa moyo kuingia kazini. Kazi hii wasiachiwe wainjilisti wa vitabu peke yake. Sasa imetambulishwa rasmi kwamba kazi hii inamhusu kila mshiriki, inamhusu kila mtu aliye ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato anaitwa kuwa mwinjilisti wa vitabu. Na kwa sababu hiyo basi, wachungaji wachukue machapisho, wainjilisti wabebe machapisho, washiriki wote wabebe machapisho, kwaya zote zimetiwa moyo zichukue vitabu kwa ajili ya kutawanya, badala ya kuimba peke yake wawe wasomaji wa neno pamoja na kusambaza neno. Tumetiwa moyo kuhakikisha majirani zetu wana vitabu, wanaotuzunguka kwenye familia zetu wana vitabu. Kila mmoja, tuwapo masokoni, tuwapo safarini, tuwapo maofisini, tubebe vitabu vingi, machapisho ya kutosha, ili kila mtu anayeonekana mbele yetu tumuhusishe katika kazi ya Mungu, kusoma na kuelewa, tukitambua kwamba kila mwanadamu aliyeko chini ya jua ni mteja kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Katika kitabu kimoja tu peke yake, kidogo sana lakini ni cha muhimu sana, kumtofautisha mwanadamu juu ya mambo ya Sabato ya kweli. Maana watu wengi wanazungumza Sabato ni mahali popote. Sabato ni pumziko. Ili ukielewe kwamba hii Sabato mtu aieleweshe, unampatia impact yake ya kuhakikisha ya kwamba kwa nini achukue kitabu hicho, kimbainishie. Maana leo madhehebu ni mengi, dini ni nyingi zinazomweza kumfanya mtu anaweza akaamini siku yoyote ile. Lakini unapompelekea kitabu cha Sabato ya kweli, ni kidogo kweli, lakini kina mambo mazuri makubwa. Wasomi wengi wanapokiangalia kitabu hicho kidogo, wanakiona kina maana kubwa sana kumfahamisha kwamba siku ya muhimu ya kumwabudu Mungu ni ipi. Ni ya muhimu sana. Mfano mwingine uko hivi, katika kitabu cha Jipatie Amani Moyoni, ni kitabu kimoja kidogo na chenyewe, lakini nabii anasema katika kitabu hicho ya kwamba watu wana misongo, watu wana mambo mengi ambayo yanawasibu kiasi cha kuwafanya kwamba washindwe hata kumwelewa Mungu anachohitaji. Lakini ndani yake kinawarudia wanadamu kwa upendo wa hali ya juu sana, kinawavuta na kuwasogeza karibu kwamba Mungu anawahitaji, ila tu waondoe misongo ya mambo mengi katika maisha ya dunia ya leo hii. Washiriki wengi wamehamasika na tunategemea kuona mabadiliko makubwa mno, maana vitu ambavyo walikuwa huko nyuma wamevipuuzia, aidha walikuwa havifanyi, sasa wamepata hamasa ya kuvifanya, kama kwa mfano habari ya maombi binafsi ya familia. Lakini sambamba na hivyo, usomaji wa maandiko, washiriki walitegemea kupata kanisani kwa viongozi, lakini sasa hamasa imetolewa hapa. Tunaweza kuona matokeo makubwa mno ya kwamba washiriki sasa wamehamasika kusoma wenyewe, kujisomea vitabu, maana wameelewa ya kwamba kumbe tunaposema unabii hatuna habari nyingine isipokuwa tunazungumzia habari za Yesu Kristo, na Biblia yote imejaa habari za Yesu Kristo ambaye ndiye anayeleta wokovu kwa mwanadamu. Na hivyo tunatoka na jambo hili ya kwamba tunategemea kuona mabadiliko makubwa mno katika kanisa hili, hasa suala la usomaji wa vitabu. Na hata kwangu binafsi nimepata kubarikiwa sana katika mikutano hii, maana imeniongezea maarifa, na kupitia maarifa hayo sasa nitakuwa nimetambua ya kwamba Biblia pekee ndiyo inayopaswa niifuate, si habari au usomaji wa kifungu fulani au kuchukua mada fulani ambazo huko nyuma kulikuwa na uelewa ya kwamba mtu akijua unabii atakuwa ameelewa Biblia. Isipokuwa katika semina hizi tumepata hamasa ya kwamba ninapaswa kuisoma Biblia yote na vitabu vya nabii, maana hivyo ndio vimebeba lile wazo au zima nzima ya wokovu wangu na wa washiriki wote. Kuuza kitabu ninachokifahamu kuna faida kubwa, kwa sababu kwanza mimi mwenyewe nimekisoma nikakielewa faida zake. Kwa mfano, kuna kitabu kimoja kinaitwa Geuza Mwelekeo wa Afya Yako.
Kitabu hicho kinazungumzia magonjwa yanayosababishwa na mtindo wa maisha kama magonjwa ya sukari, presha, moyo na uzito uliopita kiasi. Kitabu kile nilipokisoma nilipata faida kubwa. Kwa hivyo ninaweza kukiuza kwa kumwelezea mteja hata kama hajakisoma faida zake zilizomo mle, nikijaribu kumwelezea. Mara nyingi huwa wanavutiwa sana na kitabu kile, na mara nyingi huwa nikitembea navyo kwenye mkoba havibaki. Nimeona faida ya kuuza kitabu ambacho unakielewa vizuri, na hivyo ninawatia moyo wainjilisti wenzangu wote, kila unaponunua kitabu dukani hakikisha umekisoma, umekielewa, ili kama kutakuwa na maswali mteja atakayohitaji kuyajua na kukuuliza, uwe tayari kumjibu faida zilizomo ndani ya kitabu, ili kabla hajatoa pesa yake aone faida. Kwa mwaka wa 3 mfululizo, kitabu cha Pambano Kuu kinatiliwa mkazo kusomwa na kila mshiriki na muumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na baada ya kusoma kununua kingine kwa ajili ya kukigawa kwa majirani, ndugu na jamaa, ambapo kwa sasa kitabu hicho kinapatikana kutoka kiwanda cha uchapaji cha Ufunuo Publishing House. Mpaka sasa tuna mikakati ya kuhakikisha kwamba kila duka liko sawa na kila manager anayetunza hilo duka angalau ana simu kubwa ambayo anaweza kupata namna ya kufanya mawasiliano, hasa katika uagizaji wa vitabu. Kuingia katika mfumo inakuwa rahisi. NGBF nafikiri katika union yetu ndio inayoongoza kuwa na maduka mengi ya vitabu. Kwa hiyo namna tulivyojipanga ni kuhakikisha tu kwamba kila duka lina machapisho ya kutosha. Kwa mfano sasa hivi machapisho ambayo tunazungumzia ya Roho ya Unabii ni kitabu hiki cha Pambano Kuu. Pambano Kuu kwa sababu ni kitabu kikubwa, mitambo yetu ya Ufunuo ilikuwa inapata shida kukichapa. Lakini sasa hivi watu wa Ufunuo wametenga fungu zuri kiasi kwamba wanachapisha vitabu hivyo kutoka China. Kwa hiyo wanaleta kopi zisizopungua 50,000. Kwa hiyo tunapozichukua na kuzisambaza kwa watu ambao wanapita katika channel au mfumo tuliokubaliana na field, ni kwamba mkurugenzi wa field na mhazini wa field wanaweza kutenga nao fungu, wakawa wanatuletea, tunaagiza vitabu, vikija wao wanashughulika kuwapatia washiriki wao kwa kadiri walivyojipanga kuvipokea. Kwa hiyo sisi tuko sawa na Ufunuo. Sasa vitabu vipo. Tunaposema usomaji wa vitabu vya Roho ya Unabii, washiriki wawe na haja na hitaji la kununua hasa hivi vitabu vinavyoagiza vya Roho ya Unabii, kama hiki ambacho tunakisoma cha Pambano Kuu. Ununue ya kwako, alafu unanunua na ya jirani yako, na kitabu hiki kimewekwa kitumike kwa miaka 2. Kwa hiyo angalau kinamfanya kila mshiriki ashiriki kazi ya utume. Kwa hiyo tunawahamasisha wasiishie tu kusoma peke yao, lakini ununue na cha jirani yako, ili tuweze kuwafikishia watu wengi hiyo nuru ya Roho ya Unabii. Mkutano huu umekuwa kama tanuru la kiroho. Ujumbe pamoja ni kwamba kila muamini anayo nafasi ya kuwa balozi wa vitabu vya kiroho. Kama jinsi yalivyo mavuno mengi, lakini wavunaji ni wachache. Kwa hiyo mkutano huu ndio maana ya kuita wanakwaya wengi kama wainjilisti wa vitabu na wenyewe, ili kama yule anayewiwa, ikiwezekana kama hawatajali, wajiunge na kazi hii ya uinjilisti wa vitabu. Sasa kazi imeanza upya. Kama niliwahi kubeba machapisho kule nyuma, nahisi kwamba nilikuwa sijafanya kazi. Sasa ninaondoka na nguvu mpya na moto mpya kuhakikisha kila jirani yangu anapata machapisho, kila ninayekutana naye, lakini kuwahudumia wainjilisti kwa ufanisi mkubwa, nikiwaonyesha na kuambia kwamba kazi tulio nayo ni kubwa, na hivyo tunapaswa kuichukulia kwa udhati mkubwa na sio kazi ya lele mama. Ulimwengu umejaa giza, tunapaswa kumulika. Kwanza sisi tujimulikie hiyo nuru, halafu pia tukamulikie watu wengine. Na Yesu anasema mwayachunguza maandiko maana yananishuhudia mimi. Yesu sasa anapaswa ashuhudiwe kwa njia ya maandiko katika wakati huu. Mtu akisha kujaa neno hawezi kutulia. Injili itaenda kwa kasi, lakini pia tutaona nyanja zote, hata kimatoleo tutaamka, tutakuwa na uwezo mkubwa, na watu itakuwa rahisi tu kuwahimiza na kuwaelekeza kufanya kazi fulani, watatoka watafanya kwa moyo. Lakini faida kubwa ni ile ya kuandaa watu kwa ajili ya uzima wa milele. Kila muumini kuona umuhimu wa kununua Biblia, kuisoma,
kununua vitabu vya roho nabii na kuvisoma, lakini tuwe sehemu basi ya kushiriki na wengine, kusambaza neno la Mungu, lakini tulisambaze neno ambalo tumelisoma, neno ambalo ni sehemu ya maisha yetu. Na kwa hivyo kongamano hili limekuwa la baraka kubwa, na basi Mungu azidi kutubariki, azidi kutulinda, azidi kututunza. Tuwe watu wa neno, tulisome neno, tuliishi neno, tulisambaze neno. Kama kila muumini wa kanisa hili atakuwa msomaji na mtafutaji wa neno la Mungu na roho nabii, hii itakuwa msukumo mkubwa sana wa kwenda kuwaambia wengine habari njema za wokovu. Wakati mwingine hatutoki kwa sababu hata hatujui kwa kina yale ambayo Mungu amekusudia kwa maisha yetu. Soma neno, elewa neno. Wote wakiingia na kufahamu kile ambacho Mungu amewataka kufanya katika maisha yao, basi mimi na imani kabisa maelfu na maelfu ya watu katika nchi hii na katika dunia nzima watamfahamu Mwokozi, watabatizwa na kazi itaisha. Katika jiji la dhahabu, nuru ya neno la Mungu imeendelea kung'aa. Wainjilisti wa vitabu kutoka kote NGBF na maeneo ya jirani wametoka na mioyo iliyojaa hari mpya ya kusoma, kuishi na kusambaza maandiko ya roho ya unabii. Kwa njia ya vitabu na nyimbo, Injili inaendelea kuvuka mipaka. Kama ambavyo wimbo unavyochomoza katikati ya ukimya, ndivyo ujumbe wa wokovu unavyoonekana kupitia wainjilisti hawa vitabu, askari wa nuru ya dunia iliyojaa giza. Mkutano huu umeonyesha kuwa bado kuna kiu ya kweli ya maarifa ya kiroho kwa kila mtu. Kwa mshikamano huu, ujumbe wa Mungu unaweza kufika mbali zaidi kupitia vitabu, nyimbo na matendo mema. Ni wakati sasa wa kila Mwadventista kuamka na kuchukua nafasi yake katika huduma. Hadi wakati mwingine, mimi ni Baraka Ngofira